Bwana, shukrani sana, na hii imekuwa ni siku nzuri, siku ambayo inaonekana kabisa kwamba masuala ya usajili yanaendelea kutia kasi zaidi kwenye upande wa soka la Tanzania, namna ambavyo tunaendelea kutazama kwa upande wa vilabu mbalimbali ambavyo vinaendelea kusajili. Sasa mpaka sasa hivi kwa upande wa mabingwa Club ya Dar es Salaam Africans wanaendelea kuimarisha kikosi chao, hasa pia kuendelea kusajili wale wachezaji ambao wanaweza wakaleta matokeo ambayo yatakuwa ni ya kiutofauti kwa msimu ambao unafuata. Tunafahamu mpaka sasa hivi kwa upande wa Yanga nafasi ambayo wanaitizama zaidi ni nafasi ya kumpata kiungo mshambuliaji ambaye atakuwa yupo kwenye ubora wa hali ya juu kama yule ambaye anafanana na Pacome Zouzoua, ambapo tunafahamu kwa upande wa Pacome Zouzoua kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania alipata majeraha ambayo yatamweka nje kwa muda mrefu zaidi. Hivyo kwa msimu ukianza kwa upande wa klabu ya Yanga hitakuwa naye huenda ikakaa mpaka takriban miezi 4 mpaka 5 ama msimu mzima tusiweze kumshuhudia Pacome Zouzoua kwa msimu ambao unafuata. Hivyo kwa upande wa klabu ya Yanga wanatazama namna ambavyo wataboresha kwenye eneo hilo. Sasa kabla sijakwenda kukutajia hii taarifa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Tetesi za kurejea kwa kiungo nyota Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga zimezidi kushika kasi, huku taarifa zikieleza kuwa uongozi wa klabu ya Yanga unaendelea kupambana na kuhakikisha unamrejesha nyota huyo kuelekea msimu ujao. Ikumbukwe kuwa kwa upande wa Stefano Aziz Ki alikuwa mmoja wa wachezaji muhimu kwenye upande wa klabu ya Yanga, lakini pia hapo baadaye akaenda kuuzwa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca pale nchini Morocco. Lakini pia baada ya kuvutia kiwango chake bora katika ligi kuu ya Tanzania na mashindano ya CAF akiwa ndani ya klabu ya Yanga, Aziz Ki alijenga jina kutokana na uwezo wake wa kutengeneza nafasi, kufunga mabao ya mbali, kupiga mipira ya adhabu na kuwa kiongozi wa safu ya kiungo. Baada ya kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca, mambo yakwenda kama wengi walivyotarajia. Baadaye alihamia ndani ya klabu ya Al Ittihad pale nchini Libya, lakini bado taarifa zinaweza kuwa hajapata furaha ndani ya klabu hiyo. Hivyo ameamua sasa kuambia uongozi wa klabu ya Yanga kwamba anataka kurejea ndani ya klabu hiyo. Sasa chanzo cha karibu na mazungumzo hayo kinaweza kuwa tayari viongozi wa klabu ya Yanga wakiongozwa na rais wa klabu hiyo Hersi Said wameanza mazungumzo na klabu ya Al Ittihad huku kuhusu uwezekano wa kumrejesha kiungo huyo. Hata hivyo, dili hilo halitokuwa rahisi kutokana na kuwepo kwa vipengele vizito vya kimkataba pamoja na gharama kubwa zinazohitajika ili kumaliza usajili huo. Licha ya changamoto hizo, inaweza kuwa kwa upande wa klabu ya Yanga ipo tayari kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha Stefano Aziz Ki anavaa tena jezi ya kijani na njano, huku uongozi ukiwa unaamini kwamba kurejea kwake kutaimarisha safu ya kiungo na kuongeza nafasi kwa upande wa klabu kufanya vizuri zaidi katika mashindano ya ndani na kimataifa. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua za mwisho na mazungumzo, huku mashabiki wa klabu ya Yanga wakisubiri kwa hamu kuona kama ndoto ya kumrejesha nyota huyo itaweza kutimia. Lakini mpaka sasa hivi kwa hali namna ambavyo ilivyo, unaona kabisa kwamba kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanaendelea kupambana kwa ajili ya kumrejesha kiungo huyo. Kwa upande wako labda unadhani kiungo huyu endapo atarejea kwa upande wa klabu ya Yanga? Maana tumeweza kuona baadhi ya wachezaji ambao wanarejea lakini hawajaweza kuonyesha kile ambacho wengi walikuwa wanakitarajia. Tuliweza kuona kwa upande wa klabu ya Yanga walishawahi kumrejesha Erite Makambo ambaye alijiunga na klabu hiyo akitokea kule Horoya, lakini baada ya kutua ndani ya Tanzania hakuweza kuonyesha kiwango kikubwa, na baadaye kwa upande wa klabu ya Yanga wakaweza kumuondoa. Tuliweza pia kuona kwa upande wa klabu ya Simba Luis Jose Miquissone ni mmoja wa wachezaji ambao waliweza kuonyesha kiwango bora, lakini baada ya kurejea ndani ya klabu ya Simba hakuweza kuonyesha kile ambacho wengi walikuwa wanakitarajia. Na tumeweza kuona baadhi ya wachezaji wengi ambao wanarejea ndani ya Tanzania hawaonyeshi kile ambacho wanatarajia watu wengi. Mchezaji pekee ambaye kwa miaka hivi karibuni ambaye amerejea ambaye aliweza kuonyesha kiwango hapa tunakwenda kumtazama kama Emmanuel Okwi ndani ya klabu ya Simba. Akirejea alikuwa akiweza kuonyesha kiwango bora, lakini pia tumeweza kumuona kwa miaka hivi karibuni kwa upande wa Kratos Chota Chama baada ya kurejea ndani ya klabu ya Simba. Mara zote amekuwa ni mchezaji ambaye ameweza kuonyesha ubora wa hali ya juu. Kitu kikubwa ambacho tunakisubiri ni kuona kwa upande wa klabu ya Yanga namna ambavyo watamrejesha Aziz Ki na kile kiwango ambacho alikuwa nacho. Je,